Bali tunaendelea na story yetu ya kusisimua ya binti yetu anaitwa Salome. Last time tulishia Salome anasema ameshafanya jambo na huyu mpangaji mpya, lakini cha ajabu baada ya kumaliza tu kufanya lile jambo amemwambia avae nguo na aondoke, kwamba anajutia hicho kitendo alichokifanya. Yaani amemaliza kufanya mapenzi alafu anasema anajutia na aondoke haraka sana. Salome anajiuliza huyu kaka ni ana akili timamu ama ni ana wazimu? Kwa sababu mara nyingi sana anaamua maamuzi ambayo anakuwa hayaeleweki, alafu baadaye anarudi akidai kwamba hakuwa sawa. Leo ameshafanya jambo, amemvulia utu wake na ameshafanya, ametoa beka yake, lakini bado kaka anasema vaa nguo na uende, naomba ufanye haraka uondoke. Hiki kitu nakwambia Salome kimeniumiza sana. Niliingia ndani nililia siku nzima. Yaani hadi mamangu anarudi alikokuwa ameenda, alinikuta nilikuwa nalia, akaniuliza shida ni nini, nikamwambia mama anaumwa sana kichwa, naomba kaniletee dawa. Na ni kweli mama alitoka akaenda kaniletea Panadol nikanywa. Akaniambia tupeleke hospitali, nikamwambia hapana mama, simpeleke hospitali, kichwa tu kinaniuma. Kweli nililala hata asubuhi sikuweza kwenda shule. Niliishia kulala kule ndani. Na huyu kaka ulivyokucha sikuona. Yaani sikuona kama kuna dalili yote kwamba amefungua mlango. Na nilimwambia mama baada ya kuona kwamba kuko kimya sana, nikamwambia nimemuona mpangaji mpya leo. Akaniambia utamuonaje na umelala ndani? Nikamwambia nasikia gata zile na ninanizaga leo kimya. Akaniambia huyu jana nahisi kama jalala humu ndani. Sababu hii taa unaona taa ya nje inawaka moja kwa moja, bahati nzuri ndani yake ipo nje, mimi nimeenda nimeizima sasa hivi, lakini mimi nimeamka asubuhi taa ya nje inawaka. Akili yangu ikaanza kuniuliza huyu kaka kama jalala ndani ameenda wapi, na kwa nini na hajai kutokea hata siku moja kaka kalala nje ya nyumbani kwetu yani. Lakini ndio hivyo, nikamba kajioni nilikuwa sitaji hata kumuona, na akili yangu nilijisemea kwamba huyu sasa hivi hata seme neno lolote sitakuja kumuelewa. Lakini tulikaa mpaka jioni, kaka hakuwa amerudi. Kesho yake mimi nikaenda shule, lakini hivyo rudi shule niliona kuko kimya na sikupita ule mlango wa nyuma. Niliamua tu kupita pale mbele kwa sababu nilikuwa na hasira naye. Siku za nyuma nilikuwa najificha napita mlango wa nyuma kwa sababu nilikuwa naona aibu, alinidharau baada ya kumvulia nguo. Yeye akanitizama na akaniambia nivae niondoke. Lakini hii time hii nimevua kweli nguo na nimefanya naye mapenzi, lakini nilikuwa napita mbele kwa sababu nimeshajiambia mwili wangu mimi kwamba mimi tena na huyu mwanaume basi. Yaani hata asemeje. Kwa hiyo nilibidi niseme ninaishi maisha yangu. Japo kinamna nyingine nilikuwa namfikiria, nilikuwa nakumbuka lile tukio, nilikuwa natamani kumuona sana. Nampenda sana ukaka kupita maelezo. Yaani mimi ndo nampenda mwanaume. Na ndio maana mwanaume ananifanyia hizi kusudi. Kwa sababu yeye sio chiza afanye jambo aanze tena ghafla kubadilika. Basi nimepita pale sikumuona, mlango ulikuwa umekaa vile vile, nikaingia ndani, nikala nikafua nguo zangu, afu nikawa nimekaa ndani najisomea. Lakini mpaka inafika saa 2 kaka mlango ulikuwa umekaa vile vile, sikuwa nimemuona. Nikaingia kulala, nimelala usiku na mkaga nasoma, bado nikaona kuna giza. Yaani kuna giza pale mama akwenda kuwasha ile taa tena. Kwa hiyo pale mlangoni kwake kulikuwa kuna giza. Nikaanza kujiuliza huyu kaka kuna shida gani? Mbona kama simuoni? Lakini asubuhi kumekucha, mama nilimwambia, nikamwambia mama, mbona pale kama nimeona leo kuna giza ni nini? Toka usiku nikaa nasoma nimeona tu giza kwa kaka pale, mlango kama hujafunania. Akasema yeye hata mimi mwenyewe sielewi, nafikiri leo inabidi nimtafute huyu kaka ameenda wapi. Mbona kama hajarudi? Mbona ni siku ya 3? Mama nikasema yeye mimi sijamuona na sio kawaida. Akasema itabidi leo nimtafute mpangaji, aweze kaa hajarudi siku 2-3 nyumbani, alafu mimi nachukulia kawaida kama amepata shida. Basi baada ya kutoka hapo mimi nienda zangu shule. Mama aliendelea na majukumu yake, lakini anasema alipofika mchana aliamua kupiga simu na huyo kaka. Hii simu ikawa haiti, lakini bahati nzuri mama kwa sababu anakaa vizuri sana na wapangaji, alimpigia mpangaji wa kwanza kwa sababu yeye leo anaona. Akaambia wewe, mbona sijamuona mpangaji wangu hapa na siku ya 3 yuko wapi? Akaambia mama, kwa hiyo hujui chochote? Akasema ndio mimi sijui chochote. Akasema maskini, yaani mimi mwenyewe niligafirika, nilikuwa sijakwambia amepata shida. Akasema yupo hospitali hapa napoongea. Yuko hospitali? Akasema shida gani? Akasema alitoka hapo siku hiyo jioni ida kama saa 11 hivi, ametoka hapo kwako, alikuwa anakuja kwangu. Unajua mama, mimi huyu ni mchumba wangu. Kwa hiyo wakati ametoka hapa anakuja kwangu ndipo alipochukua pikipiki na wakapata ajali maeneo ya Banana. Akasema Banana, kwa nini unakaa wapi? Akasema mimi nilihamia maeneo ya Majibasita, lakini nina ofisi yangu maeneo ya Banana. Kwa hiyo
Alinipigia simu, niko wapi? Nikamwambia mimi niko Banana hapa ofisini, nimepitia niangalie vijana. Ndio akawa anakuja, wakati anakuja hapa kuna barabara inatengenezwa sasa hivi hapa hii ya mwendo kasi. Kwa hiyo kuna pikipiki mwenzie alikuwa yupo kwenye njia ya mwendo kasi. Yeye aliangalia akaona tu hamna magari kwa sababu hii haitumiki. Ndipo alipoingia wakapana na pikipiki kwa pikipiki, kwa hiyo ameumia sana. Yupo hospitali. Hapa anapoongea penye hata kuongea haongei. Kwa hiyo mama baada ya kusikia hivyo ilibidi achanganyikiwe, akasema basi sawa, mimi nakuja. Wewe uko wapi sasa hivi? Akamwelekeza hospitali ambako yupo. Akasema sawa mama, njoo. Mama alienda kumuona, mimi sipo, niko shule. Alienda kumuona, na baada ya kwenda kumuona bahati nzuri alikuta habari ambazo zilikuwa kidogo angarao. Wakasema kwamba amerudisha fahamu, kwa sababu aliumia sana sana kichwani. Kwa hiyo wakasema leo amerudisha fahamu, na kama atamtoa ile mipira anaweza akaongea, kwa sababu anamuona kama yuko tofauti. Kwa hiyo mama alivyoenda alimtambua kwamba huyu ni mama mwenye nyumba. Hivyo alikuwa akihangaika hapa alikuwa ni nani? Ni huyu dada ambaye ni mpangaji wetu wa kwanza, kwa sababu huyo ndio mwenye mchumba wake. Basi mama alirudi, mimi jioni nilirudi. Nilivyorudi tu mamangu tunavyoishi ni mamangu kweli, ni mkali, lakini kuna urafiki ule kama washoga. Kama mjavurugana mtaongea kama washoga kweli, lakini atakuchenjeni time utakula mbata mpaka ushangae. Kwa hiyo nilirudi, akaniambia shoga yangu njoo. Ndugu yangu, bora hata umeniambia mwanangu, leo umeniambia ita hujaiona hajawasha siku ngapi. Hivi unajua kama ndugu yako aliko kwenye shida? Nimeroho ilishtuka. Kwenye shida tena? Nikamwambia shida gani? Akaniambia anaumwa. Ninavyokuambia alikuwa hajitambui. Hivi leo ndo ameweza kupata fahamu zake zimerudi leo. Nikamwambia naumwa iko wapi? Akaniambia yupo hospitali, ana mamipira kila sehemu, puani mipira, mdomoni mipira, kichwani huko ndo usiongee. Amepasuka huko kichwani huko. Yaani utamani hata kumuona amemnyoa nywele. Nikamwambia mama wewe sio kweli. Akasema nasikia alitoka siku mida kama saa 11 akawa amechukua pikipiki alikuwa anaelekea. Kumbe yule pale ni mchumba wake. Mimi sasa naanza najua kumbe yule dada wa kwanza huyu hapa yeye ni mchumba wake. Akaniambia alitoka kwenye nani hapa haraka sio alikuwa anakaza nini yule mkaka jamani, vile alivyompole. Haraka zitoka wapi? Akaondoka haraka anaenda kwa mchumba wake. Ndio akaenda kavamiana na pikipiki mwenzie kwenye gari ndani kwenye njia ya mwendo kasi. Mimi nikasema we mama sio kweli. Akasema ndio hivyo nakwambia. Hivi nimeenda ila mimi amenitambua. Nimemsalimia, amenielewa. Nikasema basi kesho inabidi mama na mimi niende. Akaniambia ina shida. Tutaenda wote. Sasa tutaenda wote kurudi labda shule. Nikamwambia kesho nitawahi kurudi shule. Tukirani tu ile kipindi cha kujisomea sijisomee, nitakuja twende hospitali. Tukamuone sio vizuri. Mimi nasema mama akasema sawa, haina shida. Basi tumetoka hapo. Tukaingia ndani, nikaa najiuliza kwa nini alipata ajali na vitu vingine kama hivi. Yaani mimi pale ile hasira kusema mimi na yeye basi na nini nilikaa pembeni, nikaa namfikiria yeye kwamba kama jambo lote lingemkuta ingekuaje? Ningekuaje nimefanya mapenzi na mtu na siku hiyo mtu ameenda amekufa. Yaani nikaanza kujiuliza au nina nuksi na mabara na mikosi na vitu kama hivyo. Lakini mwisho wa siku sikuwa na namna, nilifanyeje? Nilienda shule na kurudi nikamkuta mama ashajiandaa tayari, na mimi nilibadilisha tu juu t-shirt, lakini chini nilibaki vile vile. Nikaenda hospitali. Tulipoenda hospitali walituzuia kwenda kumuona kwa sababu kule sehemu ambako yuko sehemu ambayo ni ya uangalizi maalum. Kwa hiyo alisema aende mtu mmoja, na huyu dada ambaye yeye ndo mwenye mchumba alisema ndo aende, lakini alisema hapana, huyu ni mamake, lazima aende muone mamake, aende huyu. Kwa hiyo mama alienda. Baada ya kwenda mama alitoka, tukamuomba, tukasema muangalie huyu ni mdogo wake wa mwisho. Kwa hiyo baada ya kumbembeleza aliingia, na niliingia na mimi. Nilivalishwa zile nguo maalum, lakini nikaenda kumwangalia. Alivyoniona alishtuka sana. Yaani unajua ile mtu anashtuka. Ghafla nikaona mtu anaanza kukurufuka. Unajua ile mtu kwenye mashine anahangaika. Nikamwambia usifanye hivyo. Lakini anahangaika. Kwa hiyo zile mashine hizo kama alizoweka puani zikaanza kutoa damu. Yaani kama zinafoka fulani hivi zinatoa damu mdomoni. Mimi kabini nitoke nje haraka nikamuita nesi simuone. Naona tu wale watu waliokuja kuangalia wagonjwa wao, lakini nikahangaika nikamuona kuna nesi nje. Nikamwambia kuna mgonjwa wako amezidiwa. Akasema chumba gani? Nikataja. Yeye ndo akaingia kwenye
ofisi fulani, nikaona ndo anatoka daktari, kumbe na daktari walikuwa wako ndani. Basi akatoka daktari mbio akaenda kwenye kile chumba, nikaona amekaa muda mrefu. Mimi sikuwa nimevaa hata zile nguo, nimeganda vile vile. Nikaona amekaa muda mrefu hawaji, ikabidi nianze kwenda taratibu kwa sababu tayari nilikuwa shavaa nguo kama za kuingia ndani. Nikaenda pale nikafungua mlango bila ruksa. Nikamuona hivi wakawa wamemchoma sindano. Nilipomuona wamemchoma sindano lakini macho kafumba, wakaniambia nitoke nje, alitoa nje. Basi nikaenda nikavua zile nguo, nikarudi. Niliporudi kule nilianza kulia. Yaani ile sikuwa tena ninaweza hata kujizuia pale, nikaanza kulia. Huyu mchumba mtu akasema kuna nini? Wewe unalia nini? Unacholia kumwona kakako yuko vile? Ndio hivyo. Kakako alikuwa anaumwa, yani hapo sishukuru Mungu yuko vizuri. Sasa hivi anakuangalia. Sasa hivi mpaka anatabasamu, anakuonyesha kabisa anatabasamu. Mimi mwanzo siku zote hizo nakuja mtu kama yani kama jiti, alikuwa afanye chochote kile. Mimi nikaa ninalia. Mama akasema wewe una shida gani? Kuna nini? Nikaa tu nalia. Huyu dada kaanza kama kupata wasiwasi, ikabidi aingie ndani. Kuingia ndani naona ndo alimkuta mchumba wake wamemchoma sindano kwamba anatakiwa pumzike, kuna shida. Kwa hiyo alirudi akasema kwani kuna nini kimetokea? Yeye sasa anaanza kuniuliza mimi. Mama akasema kwani kuna nini? Akasema sijajua, amenizuia kuingia, ameniambia kwamba nimchungulie tu pale kwenye kioo, atakiwi sasa hivi mtu yote kuingia. Sijajua nini kimetokea. Mimi nikasema hamna chochote kilichotokea dada, lakini nilikuwa namuongelesha kaka. Mimi nikaanza kulia, nikashangaa na yeye anaanza kama anatikisa kichwa, lakini kwenye ile sehemu za maji zile zika kama zinafoka, si ni maji, si ni gesi ile, si ni kitu gani, nikaona kama kinafoka. Huyu dada mtu nani, nikamwona hata amechangamka, amechanganyikiwa huyu ambaye ni mchumba wake. Nikaona kama amechanganyikiwa, sema Mungu wangu. Basi usio nakuja, labda alikuwa anataka kuongelesha maskini. Usio nakuja mpaka atakapokuwa sawa, ametolea ile mipira. Sawa mami, nikamwambia sawa. Na yule dada mimi ananipenda sana, nilikuwa kama mdogo wake, nguo zake nyingi sana alinipa, vitu vyake vingi sana alinipa kana anaondoka. Kwa hiyo tunaishi kama mtu na dada. Kwa hiyo tuliondoka nyumbani, mimi nikawa niko na mawazo sana. Yaani kipindi chote ambacho yeye yuko hospitali, mimi nilikuwa nina mawazo kupita maelezo. Hata mama aliniambia, "Wewe mbona umedhoofu? Yaani mbona umekuwa hivyo?" Nikamwambia hapana. Nilikuwa najaribu kuiba simu na kupiga simu namba yake, nikawa haiti vile vile. Kwa hiyo mtu akimtaka anapitia kwa nani? Kwa huyu dada. Siku moja nikamwambia mama nataka twende baada ya kumaliza kama wiki 2. Nikamwambia twende tukamuone, lakini mama alipopiga simu akaniambia mimi unawasiliana naye. Aliniambia anaweza katoka kesho au kesho kutwa. Subiri nimuulize kama ametoka au la. Lakini huyu dada alisema tumeshatoka, mbona sasa hivi uko tu vizuri. Simu tu sijaamua kuiwasha kwa sababu tu ya stress. Lakini yuko tu vizuri na kazini wanajua. Kwa hiyo kama nataka kuja kumuona njoni muone nyumbani. Kwa tulienda kwa huyu dada. Amehamia nyumba nzuri sana. Amehamia nyumba nzuri sana. Ni chumba sebule. Kwa hiyo ni kama kafuru nyumba fulani hivi. Kaongona ukweli, anikako furu kila kitu. Basi tulienda tu ayaka amemweka kwenye chumba cha kwake peke yake. Yaani sio chumbani kwake yule dada. Kuna chumba kingine ambacho kipo ndio alikuwa amemweka yule mgonjwa. Kwa sababu anasema watu wengi sana wanakuja kumuona. Kwa hiyo bila amtengenezee chumba chake mwenyewe. Basi nimeenda nilivyo kwanza aliingia mama, nikamwambia mama nenda kwanza, mimi nitaenda mwenyewe. Mama akasema twende wote, nikasema hamna nenda. Kaenda mama kaongea naye muda mrefu mpaka nikawa nasikia kero sasa siatoke. Mama alipotoka nikaingia mimi. Alivyoniona alishangaa sana na alishituka sana. Si umeona? Yaani ile mtu unamwona kabisa kwamba kashangaa sana, afu mtu sura inaonyesha kama kafurahi kukuona. Na mimi nikawa tayari machozi yameninga, nikaanza tukulia pale. Basi nilimshika mkono, nikamwambia pole. Akaniambia asante. Nikamwambia sasa hivi unaongea? Akaniambia mimi naongea. Akaniambia njoo. Unajua ile yani njoo. Nikamsogelea karibu. Akaniambia lala hapa. Yaani mimi nilale kwenye kifua chake. Nililala. Nikamwambia pole. Unaona huko nalia. Kwa hiyo nililia sana pale kwenye kifua. Huyu dada yeye alikuwa yuko na mama nje. Kwa hiyo nililia sana. Baadaye akaniambia nyamaza. Sawa, nyamaza. Najua mimi ni mbaya, najua mimi sifai, lakini una moyo, umeonyesha moyo ambao mimi mwenyewe sikutegemea kama uko. Sikupaswa kufanyia vile. Nisamee mke wangu. Jamani, mke wangu tena imetoka wapi? Yaani aka neno kwa mke wangu mimi ndo kalinikoroga akili yangu yote. Nikamwambia kwa siri, niko sinywi mimi sasa naanza kujiongelesha pale. Nikasinywi, nilikuwa naumia sana bila. Kwa sababu nakuona umedhoofu. Hata nilipokuwa nachukua hospitali na sasa hivi ni tofauti.
umezoofu sana kuomba, tafadhali naomba ule kwa ajili yangu. Naomba usifanye chochote kibaya. Tafadhali nakutegemea sana Salome. Kama mimi nakutegemea, nina malengo na wewe. Usifanye kibaya chochote kikakukuta. Mimi ndo mbaya, natakiwa nilipe fadhila. Natakiwa nikuonyeshe hiki nilichokifanya kwamba ni kibaya. Kwa hiyo ninadaiwa, nina deni, unanidai. Sio kama mtu anaelewa, mtu anakuambia hivyo unanidai. Nikamwambia sawa, na wewe pia naomba upone haraka urudi nyumbani. Akasema mimi napona na narudi nyumbani. Pale ni nyumbani kwetu mimi na wewe. Kwa hiyo baada ya hapo tulikaa sana, tukafanyeje, tukatoka nje. Mimi nilitoka nje na wakaja wageni wengine kutoka huko na kufanya kazi uwanja wa ndege, wakakaa naye sana hadi karibia saa 12, na mimi nilikuwa sasa kuondoka mpaka niende nimwage. Kwa hiyo wageni walikaa muda mrefu sana. Saa 12 waliondoka na mama alisema nataka sasa tuondoke na sisi tuage, tuondoke yote na wenzetu. Nikamwambia sawa, nenda mwage na mimi naenda kumwaga. Akasema wewe kwani tusende tumwage tu pamoja? Nikamwambia kila mtu anamwaga kwa vyake. Wewe unajua mimi naongea nini? Akasema alafu wewe. Akaingia ndani akamwaga na mimi nikaingia nikamwaga, lakini aliniambia njoo ulale kifuani kwangu. Kwa hiyo wakati nikaenda nikalala kwenye kifua kama kawaida, akaniambia wewe ni mwanamke wangu mimi. Kama kuna siku nitafunga ndoa nitafunga na wewe. Kama kuna siku nitawapeleka mwanamke kwa mama yangu na baba yangu, wewe ndio utapeleka. Kama kuna siku nitakuja kuongea neno nzuri, basi nitaliongea kwako. Naomba ujitunze. Naomba ukae salama. Na naomba usije hata mimi nitakaporudi nyumbani. Sawa mke wangu? Sasa anaongea haya maneno. Kumbe mimi kwa sababu nimemlalia yeye sioni, na yeye ameangalia juu tu, haoni huku mlangoni kwa sababu mlango unatokea upande wa mashavu ya kwake. Lakini mimi ukumbuke muda huu nimemziba kwa kumwekea kifua, kuwekea kichwa au mwili wangu kwenye kifua chake, na yeye ameangalia tu mbele ambako kuna dirisha, na hili dirisha si la mlangoni kwamba utamwona mtu akiwa anataka kuingia. Liko tofauti. Kwa hiyo huyu dada alikuwa pembeni. Mimi nimelia, nimemaliza, nikamwambia nakusubiria. Huyu ni mwanaume wangu mimi. Ni mwanaume ambaye umenifundisha dunia ya mapenzi ikoje. Hivyo sitamani kumuona mwanaume mwingine zaidi yako. Kwa hiyo pambana kwa namna utakavyoweza upone urudi nyumbani. Na nyanyuka naondoka huko nalia, namuona dada ameshika uji kwenye bakuli kubwa sana. Yaani tray. Naweza kusema kuna kibakuli kidogo cha uji alafu na tray. Kashikilia. Dada anatetemeka ananiangalia alafu analia. Nilitoka nje, sikutaka kuendelea tena kusema kuleta mzozo aina yote. Sikujua huko nyuma ameongea nini, mimi nilienda nyumbani. Baada ya hapo nilikuwa ninaiba simu ya mama, nijaribu kumpigia kaka alikuwa hapatikani. Kila nikiiba simu ya mama nijaribu kumpigia kaka alikuwa hapatikani. Nikasema jamani, sasa mimi mtu nitamuulizaje ilikuwaje na nini kinaendelea? Nikawa natamani sana nipate kuongea naye, lakini tulika siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, hata wiki ilikata. Nikamuuliza mama ameongea na mgonjwa, akasema mimi nimeongea naye na nimemuuliza huyu mchumba wake anasema tu anaendelea vizuri. Kwa hiyo tuliendelea hivyo, lakini siku nirudi kutoka nyumbani mama ananiambia kwamba mpangaji wangu kasema anarudi. Mpangaji wangu kasema leo anarudi. Nikasema afadhali mama arudi, maana hata mimi nilimkumbuka sana. Akasema kweli arudi kwenye nyumba yake. Basi baada ya hapo kesho yake nienda shule, nilimkuta kweli mpangaji huyu alikuwa amerudi na alikuwa ameletwa na huyu dada. Na huyu dada taimu hii hakunichangamkia kama alivyokuwa amenichangamkia mara ya kwanza. Nikabaki na shangaa. Nikamwambia dada shikamoo, lakini ananiambia marahaba, afa kaendelea na vitu vingine. Yaani unajua ile mtu iko marahaba afa anaenda kucheza yana simu. Kitu ambacho sikumzoea dada akiwa hivi. Lakini mwisho wa siku ilikuwa hivyo, na mimi nilipata muda wa kwenda kumuona huyu mchumba wangu. Mchumba wangu aliponiona alifurahi sana. Akaniambia Mungu amenirudisha kwa ajili yako. Mungu amenifanya niwe hai kwa ajili yako kwa sababu unanidai. Naomba uniache nionyeshe namna gani nakupenda. Nikanamwambia usiongee hivyo. Muda huo anaongea huyu dada alikuwa ameshaondoka zake. Na ameondoka kwa nini? Amemwacha mgonjwa, hata siku moja hajala naye mimi sijui. Lakini nimuuliza kuna nini kinaendelea. Siku ile dada alituona akanambia wewe mwache. Wewe mwache, huyo niachie mimi, tutaishi tutaenda. Lakini wewe amini mimi nakupenda wewe. Nikamwambia sawa, lakini mimi nakupenda sana wewe. Yaani mimi ndo narudisha kupenda sana wewe na nimekusamea kwenye kila kitu. Naomba ujitahidi uwe salama. Nilienda ndani nikamwambia mama tumeandalia chakula cha mgonjwa. Ananiambia mwenyewe nilikuwa nimewaza hivyo. Mama alipika chakula,
na akasema nimpelekee, na alikula vizuri kabisa, na akaniambia mnahangaikia mimi nilishapona hapa mwenzenu, kesho ninaenda kazini. Lakini siku ya kesho kwa sababu ilikuwa ni weekend, ilikuwa ni ile anaingia part time, sijui the weekend, alitaka tu kwenda kuripoti, lakini alisema nimegaidi siendi kazini, nitaenda Jumatatu. Mama alipika chakula kama kawaida, na kama amenipa mimi nampelekea na kula, nafanya nini. Unajua, yani mjumba amekuwa huru sana kwangu. Naenda aniambia njoo niogeshe. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya kama nafanya na mgonjwa. Naenda namuogesha, namfulia nguo, nafanya nini hivyo. Lakini kuna muda huu alitoka kuoga mwenyewe. Sifanya kitu chochote, wala hajafanya kitu chochote kile. Mtu alikuwa ametoka kuoga. Aliingia huyu dada. Na mimi nilikuwa nimekaa, yeye alikuwa anavaa nguo, yuko na boxer, kama boxer kifua yuko wazi, na yuko na taulo kichwani, alikuwa anajifuta. Dada yule aliingia bila taulo. Kwa sababu aliona viatu vyangu nje, akanikuta mimi nilikuwa nimekaa kwenye kiti, yani nimekaa kuna sofa moja pale. Nilikuwa nimekaa hapa, niko busy, nilikuwa kuna vitu navisoma, kuna kitabu nikikuta nilikuwa nasoma. Alipoingia yeye, mimi nikashuka nikamwangalia, na huyo kaka alikuwa anajifuta pembeni. Akasema, "Uko nini unavua nguo wakati yupo na huyo? Au ndo mambo yenu kipumbavu unaendelea naye?" Nikamwambia, "Dada, usiongee hivyo, ametoka kuoga." Sema kama ametoka kuoga mgonjwa, kwa nini usitoke nje? Hebu toka nje. Kwa hiyo dada alinifukuza, "Nitoka nje nimekwambia." Huyu kaka alimwambia, "Usifanye hivyo." "Kwa nini unamfukuza hivyo? Unamfukuza kama mbwa." Akasema, "Wewe nimekwambia toka nje." Kwa hiyo mimi nilitoka nje, nikaenda chumbani, sijui nini kiliendelea hapa. Na mwisho wa siku mimi jioni nilifika, huyu dada alikuwa hajatoka ndani. Yuko mle ndani. Mimi niliamua kwenda. Yaani leo inaniuma, natamani kujua kuna nini kinaendelea. Nikaamua kwenda, nikafika dirishani, nikakuta maneno haya. Ndipo aliponishangaza sana. Nikasema nyinyi kuna watu wana roho za ajabu. Kuna watu wana mambo ya ajabu. Huyu dada kumbe huyu kaka ndivyo anavyomfanyia. Naomba kwa leo tuishie hapa, tutaendelea time ijayo.